Mwezi ni wa 5 mwaka 2025. Uhari gani rafiki yangu? Unaendeleaje? Basi nami niko hapa msikilizaji mpaka saa 2 kamili usiku. Ripoti ya leo inakujia kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Leo tumechelewa kidogo, taniwia radhi rafiki yangu, lakini tuko hapa kukamilisha kile ambacho moyo wangu ulikuwa umekusudia nikiwasilishie kwako. Karibu. Tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Mesha, akiambia anashia nasi katika safari yake ya maisha. Tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Mesha msikilizaji, na hata jana kuna hatua tulipiga na tukashare mambo kadhaa. Nami nikukumbushe kidogo, jana tulishia ndugu yetu Mesha akitueleza habari ya yeye kupokea ujumbe. Anatueleza kwa habari ya ujumbe, anasema huu ni ujumbe ambao ninaambiwa na mwanamke huyu ambaye ni binti wa Kilokole, na kikubwa zaidi ananiambia mambo ya kushangaza kwamba ananiona nikiwa kwenye jeneza. Na hata huyu rafiki ambaye amenikutanisha mimi na binti wa Kilokole ananiambia usipuuze maneno ya mtu huyu, lakini mimi ninaona kama ni mambo yasiyokuwa na maana kwangu. Na tupo katika mchakato, tuna zoezi tunakwenda kulifanya mimi pamoja na bosi wangu, na haya ndio maisha ambayo tumekuwa tukiishi, ni maisha yetu na tunaendelea vizuri. Karibu sana msikilizaji, siku njema ya leo, na tusogee mbele zaidi na tusikie mengi zaidi ambayo ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Meshek akishia pamoja nasi. Kwa sababu muda wetu umesogea, basi twende moja kwa moja. Meshek anatueleza haya. Meshek anasema mimi sio mtu wa kuzingatia sana vitu, hasa vitu ambavyo naona si vya maana. Kwa hiyo hata msisitizo niliopewa bado mimi nilizidi kushikilia misimamo yangu na kuendelea na ratiba zangu. Lakini yako maneno aliniambia huyo msichana ambaye alinikutanisha na binti wa Kilokole. Kwa mara nyingine alinisisitiza akasema, unajua tunaishi hapa duniani, tunafanya mambo mengi sana. Ukiuliza kuhusu maisha yangu, mimi ni mtu ambaye sitengi muda hata kwa ajili ya ibada. Yaani ni mtu wa kujichanganya, na lala na amka, sina muda hata wa kushukuru Mungu, yani maisha kama mpagani. Lakini nakwambia kuna wakati tunapaswa kusikiliza. Yanaweza kawa hayana maana, lakini msikilize huyo mtu anachokisema, anamaanisha sana. Unajua anasema anatamani kusafiri kuja kukuona kwa sababu anakosa amani. Inawezekana kwenye maisha yako hakuna mtu amewahi kukueleza hiki kitu. Hayupo amewahi kukueleza hiki kitu. Msikilize. Okay, mimi namwambia jamani, hebu ngoja kwanza, subiri kwanza. Sawa, nimekuelewa. Kwa sababu sitaki sana kuyapa nafasi. Maisha yake anasema sisi ni watu wa Bata, tunaendelea na ratiba nyingine, lakini tuna zoezi na rejea tena ambalo liko mbele yetu. Moja kati ya ofisi yetu tunaenda kulifanyia ile zoezi. Na kikubwa zaidi tunazitoa hizi ni sadaka. Baada ya msimu unaenda kufanya sadaka. Na huu ni utaratibu ambao unafanyika kila baada ya majira. Kwenye mambo ya kutoa hizi sadaka, haimaanishi unatoa mara moja umemaliza. Kuna muda ukiisha, ina maana vitu vinaweza vikaanza kujitokeza ambavyo wewe huvitaki. Ina maana kama ni biashara, wateja wanaanza kuanza kupungua. Cases fulani zinaanza kutokea za kukuingiza kwenye hasara. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kushibisha sadaka nyingine, ambayo hiyo sasa inaenda kuboresha
kile kitu kaendelee kufanya vizuri. Na bosi wangu huwa anasisitiza sana, haya ni mambo ya kuzingatia kuliko mengi ambayo tunayafanya. Kuna bidii katika kazi. Unaona, yani una jambo lako unatakiwa ulifanyie kwa bidii, lakini bidii peke yake haitoshi. Haya mambo unatakiwa uyalinde, na huu ndo mfumo ambao sisi tulikuwa tunatumia kwa ajili ya biashara. Na rejea tena, hii biashara sio yangu, biashara ni ya bosi wangu ambaye ameniamini na amenipa majukumu mpaka ya ndani ya moyo wake ambao ninayafanya, na sasa miaka imesogea nikiwa niko na huyu bosi. Na tayari nimeshafanya mambo kadhaa kwenye maisha yangu. Ukaribu wetu umekuwa na bondi kubwa sana, na ni undugu na ubosi na urafiki wenye faida. Bado niliendelea kupuuza na kuendelea kufanya mambo yangu. Sasa nikumbuka hii siku, maisha yanasema siku ambayo tunaamka na tutakuwa na pilika ina maana ya za maandalizi, na usiku wa siku hiyo ndo zoezi linafanyika. Na tulikuwa tunafanya sadaka kubwa. Hapa tulikuwa tunaenda tunachinja ng'ombe, tunafanya sadaka kubwa. Haya ni mambo nimeshayazoea, siogopi tena. Siogopi kuona mbuzi akifukiwa mzima, siogopi kuona ng'ombe wakifukiwa wakiwa wazima, hata kama wanafukiwa 5. Yani siogopi tena. Siogopi kuona wanachinja kwa ajili ya sadaka. Siogopi. Na tuna mazoezi mengi tumekuwa tukiyafanya pia kwa habari ya kuchinja. Tunaenda tumeshatoa ng'ombe nyingi. EFM. Songa mbele msikilizaji, nami dakika hii ninatamani kushia nawe ya kwamba tunaendelea kusherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Jamani, na watu wameendelea kujipatia zawadi mbalimbali katika kampeni yetu ya Jikune. Zawadi ni nyingi, lakini jana mimi nilipiga simu kwa kipenzi chetu hapa, msikilizaji wetu wa Kindakindaki, akapokea na akawa amejishindia. Hii ni Jizo Sound na hii ni portable speaker, na leo nashukuru Mungu kwa sababu amekuja studio kupokea zawadi yake. Jamani, muda wangu ni mchache, lakini naomba nimkabidhi rasmi kabisa hapa. Karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Neema Ndagiwe. Unaitwa Neema Ndagiwe. Unatokea wapi Neema? Natokea Madale. Madale. Hebu nieleze, ulisikiaje hizi habari za Jikune? Uliingia kwenye menu gani? Uliulizwa swali gani? Niliulizwa timu ya taifa ya Tanzania inaitwaje? Ukajiboje? Nikajibu Taifa Stars. Yes, kama umeshinda. Ukaingia kwenye menu gani? Menu ambayo uliingia mpaka ukakutana na hayo maswali. Menu ambayo niliingia mpaka nikakutana na hayo maswali. Nyota 150. Nyota 150, nyota 45, nyota 1, alama ya lele. Nikakutana na maswali. Wow, hongera sana. Asante. Na uliulizwa swali, ulijibu swali moja? Yes, nijibu mawili. Ulijibu mawili. Jingine waliuliza nini? Swali la pili. Waliniuliza jiji gani ambalo ni kubwa kwa linaloongoza kwa ukubwa wa watu Tanzania? Ukajibu Dar es Salaam. Wewe umetisha sana. Lazima nikukabidhi zawadi yako. Hii ni Jizo Sound. Unaweza ukaipokea. Hii ni portable speaker. Si unapenda muziki? Asante. Basi nikwambie hiyo speaker utaenjoy. Asante. Unafu kuna mic humo. Angalia, kuna mic, yani unaweza ukawasha afu kwa unaongea. Yani unapiga muziki afu kuna unaimba chini kwa chini. Asante. Unajisikiaje lakini? Najisikia vizuri, nimefurahi sana. Asante, na tunashukuru sana kwa kusikiliza EFM. Zawadi ziko nyingi, hakikisha unaingia kwenye menu hii ya nyota 150, nyota 41, nyota 150, nyota 45, nyota 1, alama ya reli, afu unapiga. Maswali yako mengi, si ndio? Na umeona Nikushukuru sana kipenzi changu. Asante. Mungu akubariki, endelea kusikiliza EFM. Asante sana. Haya my dear. Endelea kusikiliza ripoti ya leo pia. Yes. Jamani, wasalimie nyumbani. Haya. Basi nayo unaweza ukaingia kwenye hiyo menu, na zawadi ziko nyingi sana kwa ajili yako katika Jikune, kampeni yetu hii ya kutimiza miaka 11 ya EFM tangu matangazo yalipoanza kuruka live. Jamani, zawadi zipo. Hapa nimetoa tu Jizo Sound ya
portable speaker, ziko speaker mpaka zile big kabisa kutoka Dizo Sound, na tunaendelea kuzitoa. Lakini pia kuna zawadi ya kulipiwa kodi ya nyumba, kuna zawadi ya kulipiwa bili ya umeme, tuna zawadi hapa ya friji, kuna TV, lakini pia bila kusahau tuna zawadi ya simu janja. Ni aina ya Samsung, simu classic kabisa. Chochote unaweza ukapata kikaufurahisha moyo wako na ukajivunia kuwa msikilizaji wa EFM. Na maswali ni mepesi kama unavyosikia yanajibika, alafu ni chemsha bongo fulani, unajua ni methali, vitendawili, yani maswali ya kihistoria, unaona mpaka maswali ya mipira na nini, yani utaenjoy. Ndio anaitwa ndugu yetu, rafiki yetu, anaitwa Meshaki, akiendelea kushia nasi haya katika safari yake ya maisha. Na Meshaki anaendelea kutujuza zaidi. Meshaki anasema hii ni safari yangu ya maisha. Nakumbuka siku hii sana. Meshaki anasema nikirejea kuelezea sadaka ambazo tumekuwa tukitoa, sio tu za kuteketeza na kuzifukia. Ziko nyingine ambazo tulitoa na kwenda kula na watu wenye uhitaji. Kwa mfano yatima, ndio, au watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, tumekuwa pia tukitoa sadaka za aina hiyo. Kuna mtu anaweza akasema jamani, watu wenye kufanya haya wao hawafanyi hizo sadaka, zinatolewa pia kwa masharti kadri mnavyokuwa mnaelekezwa, na zinaenda kuwa na matokeo, na tena matokeo yake ni makubwa sana. Na hizi tunaambiwa ni kanuni tu, hizi ni kanuni, zipo, ukizipita unaona matokeo. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza tukaenda labda kwenye kituo cha watoto yatima fulani, tukaenda kule kupeleka zawadi. Ina maana tunapeleka labda mafuta, tunapeleka unga, tunapeleka sukari, tunapeleka jamani ni nini kingine, sabuni, tunapeleka kwa wingi, carton na carton, tunapeleka juice, tunapeleka maji ya kunywa, tunapeleka pads. Ni yani zawadi ni nyingi, yani tunasema taulo za kike tunaenda kupeleka. Lakini tunataka tule chakula na watoto yatima. Kwa hiyo pale kuna zoezi ambalo litafanyika la kuchinja. Tunatoa ng'ombe ngapi au tunatoa mbuzi ngapi? Sasa hizi zote ni mimi ndo nilikuwa ninasimamia. Haya mazoezi mimi nilikuwa nikisimamia. Na haya mazoezi yako anda mtaalamu wetu ambaye yeye ndo yani yeye ndo msemaji. Yani yeye ndo akisema inakuwa hivi, zoezi litafanyika hivi, sasa safari tunapaswa kufanya hiki, na mimi ndo mwandaji, jamani hili jambo linafanyika tarehe fulani, tuweke mazingira mazuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumesha kula chakula sana na watoto yatima, tumesha tembelea vituo vingi kwenye zoezi zima la kuchinja. Sasa nakumbuka usiku wa siku hii, ilikuwa ni usiku. Maisha kianasema nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa 7 usiku. Kwanza siku hii kuna kitu ambacho niliki experience kwenye maisha yangu. Kwa sababu nazungumza hiyo siku imekwisha kupita kwenye maisha yangu. Kitu cha kwanza nili experience kwa sababu nilienda mahali nilikuwa nataka nipate moja moto moja baridi, yani nipate chochote cha kuchangamka. Ninapenda sana kutumia vilevi. Lakini siku hiyo nilikunywa bia moja tu na nikajifeel kama sina mood ya kunywa. Alafu nilikuwa niko na company, lakini nikajikuta kama nimepoteza mood. Yani ulikuwa na kiu, alafu unataka kunywa, alafu unakuta mood imekata. Yani unakunywa ile bia moja, unaona kama sitaki kuendelea. Kwa hiyo niliondoka mapema, nikarudi zangu nyumbani. Kwa hiyo nikawa tu nimetulia, lakini nikajikuta niko out of mood. Sasa huo muda nilipigiwa simu. Na aliyenipigia simu, alinipigia tena simu yule msichana. Huu ni usiku sana sasa. Sikuwa na mpango wa kupokea hii simu, lakini nikasema ngoja tu nipokee. Nikaamua kupokea. Na nilipopokea tu nikaweka loudspeaker. Huyo msichana akaniambia, "Samani na kusumbua. Najua hupokei simu zangu, hutaki kupokea simu zangu. Najua kuna maneno unazungumza na kukwaza. Lakini moyo wangu unaugua. Mimi sikufahamu. Unajua kabisa. Sikufahamu. Na hata ninavyozungumza na cousin wangu, ananiambia hakufahamu. Lakini nakuambia kitu, natamani nifahamu
family member wako mmoja tu, nimueleze. Sijajua ni nini ambacho kimefunga unashindwa kuona hiki ninachokueleza. Ninakwambia ukweli wa Mungu kabisa. Na kupigia hii simu sasa hivi nimelia na Mungu, nimemwambia Mungu, kwa nini ukaruhusu mtu huyu aje kwenye maisha yangu? Iwe ni kwa kusupport biashara, iwe ni kama rafiki, iwe ni kama kaka. Kwa nini umemleta kwenye maisha yangu? Kwa sababu unaugua kwa ajili yako. Ninaona umauti mbele yako. Ninaona umauti mbele yako. Unajua kifo kinatisha rafiki yangu. Mimi naamini hata wewe pia. Kuna mtu anaweza kana kuambia anaona umauti mbele yake, mbele yako, unaweza kaona puza, lakini nataka nikwambie kifo kinavyotisha. Tena majira kama haya uko peke yako chumbani, mtu anakuambia ninaona kifo kiko mbele yako. Nilifili kuogopa, niliogopa. Nikamwambia, kwa nini unaniambia maneno na hujaanza kuniambia leo? Kwa nini unaniambia? Anasema siku nitakapopigiwa simu inawezekana tukachelewa kupata taarifa zako za umauti. Maana nani atatujulisha kuhusu wewe? Tunaweza simu yako ikazima na tusipate taarifa zako. Lakini nitateseka sana. Naomba unisaidie kitu kimoja. Nakuomba unisaidie kitu kimoja. Naomba unipe nafasi usiku huu. Naomba niombe na wewe. Najua upendi. Najua hutaki kunisikia. Kwa sababu labda unaona mimi na wewe labda imani yangu labda inakinzana na wewe. Unaona mimi labda na mambo mengi sana. Naomba unipe hata dakika chache. Mimi nikamwambia, ukiniambia hivyo nadhani mimi naogopa? Kila mmoja atakufa. Akaniambia, najua. Hata mimi pia najua wakati utafika nitaondoka. Lakini kwa nini Mungu amenionyesha mimi hiki kitu? Kwa sababu Mungu anataka wewe uishi. Lakini shetani anataka wewe usiishi. Nikamwambia, najifili kuchoka sana. Basi naomba usitumie dakika nyingi. Akaniambia, nikusumbue, unaweza ukafuatiliza maneno unayosema? Nikamwambia, hamna shida. Naomba isiwe muda mrefu. Akaniambia, nashukuru sana. Maisha kia anasema, basi nakumbuka usiku huu. Huyu msichana alisema, fuatiliza maneno yangu. Mungu. Na mimi nikasema, Mungu, naomba unisamehe. Na mimi nikaitikia, naomba unisamehe. Najua nimekutenda dhambi nyingi. Na mimi narudia, najua nimekutenda dhambi nyingi. Akaanza kuniongoza sala kama ya toba. Yani kama nisamehewe maovu yangu yote. Nimenena yasiyopendeza, nimemuudhi mtu, nimefanyaje? Mungu, naomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, amisha jina langu kwenye kitabu cha uzima. Akaniambia niendelee kutamka. Yako mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yangu mimi Mungu sijui, lakini we Mungu ujuaye sirini umeyajua, na umemfunulia mtumishi wako aseme na mimi. Mungu, ninaomba simama pamoja nami, unisaidie. Chochote ambacho kimetumwa kwangu kikawe sababu ya umauti wangu, Mungu naomba unisaidie. Mimi nayasema haya, ninayasema kwa kurejea, kwa kurudia kile ambacho ananiambia huyu mwanamke. Na mimi ninakumbuka neno kwa neno aliloniambia huyu msichana. Akaniambia, iwe umauti wangu umepandwa, yani iwe umepangwa kwa ajali, ninaitengua hiyo ajali. Ajali haitaniua mimi. Mimi nikarejea kusema yale maneno, ajali haitaniua mimi. Kila shambulizi ambalo limetumwa kaskazini, mashariki, magharibi dhidi yangu mimi kuharibu maisha yangu, Mungu na usimame pamoja nami. Mimi siwezi kukueleza yote, lakini haya ni machache ambayo naweza nikakueleza, ambayo dada aliniambia niyatamke, na nilipomaliza akasema nitamke amen. Akaniambia, na hivi ndivyo imekuwa kwako.
maombi haya dakika chache yaende kuwa wigo kwako, yaende kuwa wigo mkubwa kwako, yakakufunike wewe. Chochote kilichopangwa kwako hakitapata nafasi. Mimi nikamwambia amina. Nikamwambia ninajifili kuchoka, nataka nipumzike. Akaniambia basi mapumziko mema, naomba pakipambazuka usisite kupokea simu yangu. Nikamwambia bila shaka. Mimi Meshak, tulivyozungumza na huyu dada, nikapumzika, nikapata usingizi, nikalala. Meshak anasema nilipokuwa nimelala majira haya sasa ambayo nimepita usingizi, sijajua ilikuwa ni muda gani, lakini niliota ndoto usiku huu. Meshak anasema nimeota ndoto mimi niko na bosi wangu. Huyu ni bosi wangu, ni kakaangu, ni ndugu, hatujazaliwa tumbo moja, lakini ni rafiki yangu. Nimewahi kukueleza jinsi ambavyo siwezi kuruhusu hata mtu yoyote atamke neno baya kwa bosi wangu, kwa brother wangu. Tutagombana, nitakomind. Mimi simsnitch brother hata siku moja, kwa sababu ninavyojua ni mtu anayenikubali sana, ananikubali kuliko hata ndugu zake ambaye amezaliwa nao tumbo moja. Niliota ndoto tuko mahali tumesimama, lakini yani tukitazama hivi tunaona korongo kubwa sana. Yani ushawahi kuona picha ya korongo ambalo ukirusha hata jiwe, yani lile jiwe unaweza ukatazama likachukua muda mrefu sana labda kujikita huko chini, na maana ni korongo kubwa sana. Sasa mimi niko na brother tunapiga story, lakini katika mazingira nisiyoyategemea, yani tukao tunacheka tunapiga story, brother alinipush. Yani alinipush. Kwa mimi kwenye ile ndoto nikaota, kwenye ile ndoto naota, yani nikadondoka. Yani na maana nimeenda kudondoka kwenye, yani kwenye ili korongo kubwa sana. Nimeenda kudondoka, lakini nikapata sehemu nikajishikiza. Kuna mtu unanielewa? Nikaenda kujishikiza kwenye kisehemu cha yani ambacho nimejishikiza kwenye ile korongo. Ni korongo, yani ina maana mimi nikidondoka ninaenda kulaluka, yani naona naenda kupasuka kwa jinsi umbali ulivyokuwa mrefu na jinsi ambavyo kuna mawe. Nilipiga kelele, nikamuita jina, nikamwambia mbona unanisukuma? Mbona unanisukuma? Nisaidie. Anatabasamu. Hii lakini ni ndoto. Sijawahi kuota ndoto kama hii hata siku moja. Tangu nimemfahamu mtu huyu, tumefanya mambo mengi, sijawahi kuota ndoto kama hii. Kwa hiyo mimi sasa niko kwenye ndoto nataabika, lakini nashtuka pale mahali nilipokuwa nimejishikilia kwenye kile kinini tuchukue lugha nzuri, umenielewa? Lakini kwenye kile kijiwe, yani kwenye lile jiwe ambalo nilikuwa nimejishikilia, lile jiwe likawa lina, yani kama mimi mkono unatoka, yani sasa nimezidiwa, ninaishiwa nguvu. Kwa hiyo nimeshtuka kwenye ndoto, nimeachia, ina maana ndo naenda kudondoka. Ninapiga kelele kwamba sasa ndo mimi basi. Niliposhtuka niliogopa sana. Nakwambia niliogopa kwa sababu tayari kuna mtu kashaniambia kuhusu umauti, unajua. Hata nikasema ni maneno ya vitisho ambayo nimekuwa nikiasikia, ndio maana naota ndoto kama hii. Yani ndoto ya kutisha, unajua. Ina maana hii ni ajali mbaya inaenda kunipata. Kama nadondoka kwenye korongo, ina maana mimi siwezi kuwa hai tena. Halafu kuna mtu anazungumza habari sio kuona makaburi. Niliogopa. Sikutaka hata sekunde niipoteze. Moja kwa moja nilimpigia yule dada, yule binti ambaye sasa huyo mimi niko Dar es Salaam, yule binti yuko Mbeya. Mimi nikapiga simu. Bahati nzuri alipokea. Nikamwambia, samahani, najua sasa hivi bado hapajapambazuka vizuri. Unajua nimepitwa na usingizi ajabu sana. Nimeota ndoto ya ajabu sana. Akaniambia umeota nini? Unaweza ukanielezea? Nikamwambia naweza nikakuelezea. Nikamuelezea vile ndoto niliyokuwa nimeota. Akanasema yes, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Ndugu yetu anaitwa Meshak, akaendelea kutufahamisha haya mengi katika safari yake ya maisha, lakini kubwa zaidi msikilizaji
Leo tunaendelea kufurahia na kuendelea kusherekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yalipoanza kuruka live. Huu ni mwaka wa 11 na tunakushukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza, na ndio maana tumeandaa kampeni yetu ya Jikune ambayo imeambatana na shukrani za dhati kwako wewe, kutoka kwetu kuja kwako wewe msikilizaji wetu. Na hizi ni zawadi tofauti tofauti. Tuna TV, tuna friji, tuna zawadi ya kukulipia wewe kodi, kukulipia bili ya maji, umeme, bila kusahau pia tupo na Jizo Sound tofauti tofauti, yani size tofauti tofauti ambazo naamini ukizipata utafurahia sana. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye menu ya nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, piga. Kuna chamsha bongo, kuna maswali tofauti tofauti utaulizwa, jibu swali moja, unaweza kujibu mawili au matatu na ukapata zawadi. Simple hivyo yani. Unaona bwana? Na leo ni siku njema, unaweza ukafanya hivyo nawe ukawa mmoja kati ya wale ambao watajipatia zawadi katika kampeni yetu ya Jikune ya kutimiza miaka 11 ya EFM. Anaitwa Meshaki akitujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Meshaki anasema nilimueleza huyu msichana, nikamueleza, akaniambia relax, usiwe na wasiwasi, relax. Nikamwambia unajua umekuwa ukiniambia zinaweza kunitisha, unajua nimeota ndoto afu nimeota mtu wangu wa karibu sana, nimeogopa, yani nimeogopa, sije kuota ndoto kama hii mimi. Akaniambia uko salama. Akaniambia mimi nikwambie kitu, unaweza ukawa sio mtu wa kusikiliza vitu, au unaweza ukawa unasikiliza lakini hutaki kuvizingatia sana. Mimi sijaona hiki kitu kwa bahati mbaya kwako. Ninaamini hiki kitu ni cha usahihi kabisa. Na kama kingekuwa sio cha usahihi au kingekuwa kinakuja kwa namna nyingine tofauti, nisingekusumbua. Sio kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu sio ninaona, hapana. Ila huwa inatokea mara kadhaa kwa watu ambao wako kwenye maisha yangu. Labda kwa sababu nilipata mzigo wa kukuombea vile ambavyo uliweza kutusaidia katika kuomba, Mungu akafungua vitu ambavyo pengine vilikuwa sio uhitaji mkubwa, tofauti na uhitaji mkubwa uliokuwa nao, kwamba unahitaji ndoa lakini una tatizo jingine ambalo linakuja, ambalo hilo ni kubwa zaidi ya kupambana nalo. Akaniambia huyu ambao umemwota ni mtu wako wa karibu sana. Nikamwambia ni kaka kwangu, hatujazaliwa tumbo moja lakini ni kaka, tumetoka mbali sana. Akaniuliza anafanya nini? Nikamwambia ni mfanya biashara, na pia nimekuwa nikimsaidia kwenye biashara zake sana, na hata kuna project huko Mbeya tumekuwa tunakuja kufanya, tunafanya naye. Akaniambia sawa. Akaniambia kesho, yani sasa hivi una ratiba gani? Siku ndo kuna pambazuka, una ratiba gani? Na siku yako nzima ya leo una ratiba gani? Unajua hivi ni vitu uwezi ukashia na mtu yani wewe useme mimi kuna mganga wetu tunamgoja hapa leo tunaenda kuchinja huko, unaweza isema. Mimi nikamwambia nina ratiba. Kuna ratiba tu za kikazi. Akasema kutoka hapo unaenda wapi? Ni kwamba unaweza ukatoka hapo kwenda mwendo mrefu, utahitaji kutumia gari? Nikamwambia ndio, lazima nitumie gari kutoka hapa ambao kwenda kwenye shughuli zangu za kazi. Akaniambia basi nakushauri leo usitumie chombo cha moto, kama ikiwezekana leo kaa nyumbani, usitoke. Nikamwambia kwa nini unaniambia hivyo? Yani niache kufanya shughuli kwa kuhofia nini? Akasema
Ndio maana nilikwambia inawezekana kuna vitu wago unasikiliza unapuuzia. Naomba niamini mimi ninachokuambia. Leo fanya vitu vyako vyote ukiwa nyumbani. Kama unaweza ukapiga simu ukaomba excuse, usitumie usafiri wowote wa chombo chochote cha moto. Yani hata baskeli nisitumie. Nikae ndani. Yani hiyo siku nikae ndani. Nikimuuliza kwani siku ya leo ina nini, akasema leo ni siku yako mbaya. Ninataka nikwambie kwenye maisha yangu sijawahi kukutana na mtu mwenye kuniambia maneno kama haya. Sijawahi. Mwenye kuniambia kwamba leo nikitoka siku yangu mbaya. Jamani, usini uchawi ambao sisi tunaufanyaga pia huko waganga ndio wanatuambia. Hivi unakutana na mtu anakuambia hivi kwamba mimi ndio nakwambia na kuhakikishia. Nikaambia ise. Okay. Poa, nitakucheki baadaye. Kiukweli mimi niliamua nimpigie simu mamangu. Nimpigia simu mama, nikaambia bwana mama, mimi kuna kitu fulani hivi kimekuwa kinanisumbua kichwani. Kuna huyo mtu amekuwa akiniambia. Alafu kuna ndoto mama nimeota. Nikamwambia mama yangu, lakini huyu mtu ananiambia kwamba sijui leo ni stroke. Mama akasema, usiniambie mwanangu. Nikamwambia akasema ni mlokole. Nikamwambia yani ni mlokole, sijui kiundani zaidi, lakini yani ni mtu niliwasaidiaga huko, kwa hiyo amekuwa ananiombea kwenye maombi ndio ananiambia hicho kitu. Mama akaniambia, mwanangu, hatutaki kukaidi kila kitu. Kusikiliza sometimes sio vibaya. Vipi kwa mfano kakaidi alichokisema alafu katoka kuna kitu kikakutokea, itakuwa mbaya. Imbo kama inawezekana kaa nyumbani usikilizie majira uone. Nikaambia sasa mama, mimi yani lazima niende kazini. Yani hakuna option yote ambayo naweza nikakwepa kwenda kazini kwa sababu kuna kazi muhimu sana. Mama akaniambia, "Embo msikilize huyo mtu, mimi simjui lakini embo msikilize mwanangu." Tukazungumza hivyo na mama mambo mengi. Mimi nikamcheki boss. Nikamwambia boss, mimi siko poa. Nini tena? Nikamwambia najisikia kuumwa. Akaniambia nikwambie Meshaki, yani leo lazima tufanye hii kazi. Iwe mvua, iwe jua. Meshaki, lazima tufanye hii kazi leo. Ninakuomba, iwe ni kuja kuchukuliwa na gari, kupelekwa, hii kazi lazima Meshaki tufanye leo. Nikamwambia boss, ninakuomba sana, kama kuna uwezekano naomba tupeleke hata mbele, baada ya siku mbili nijisikilizie. Sijawahi kuomba excuse kama hivi. Naomba unisaidie, sijisikie vizuri kabisa. Akaniambia nikwambie, mimi nitakuja na daktari akuangalie kama kuna dawa anaweza akakupa ya kukupa nguvu, angalau tukamilishe hii mission kwanza. Maisha ni jambo la muda mfupi sana. Okay, naomba vitu vingine nitavisimamia, lakini ninakuomba saa fulani. Akaniambia ninakuomba itakapo timu saa 11 jioni, naomba tutoke tukakamilisha ile jambo. Bosi alinikatalia kata. Yani kata. Sijui kupata excuse kama hii. Najiuliza yani niko namwambia naumwa na ananiambia iwe mvua iwe jua lazima. Yani leo ni lazima hii kazi ifanyike, ni lazima. Nilipoambiwa na bosi lazima, unajua katika hali ya kawaida, hata kama unarogwa, nakwambia ukitulia akili kama zinakukaa noma hivyo, unajua. Mimi nikasema kwa nini? Yani mimi kwa sababu maelezo niliyomwambia bosi yani mimi niko very serious na umwa. Ina maana ningekuwa mtu mwingine, kwa sababu hizi kazi tunazifanyaga na tumefanya miaka mingi, ina maana angeniambia usiniambie, basi kaa sikilizia. Basi ngoja niwaambie watu hata siku 2-3 tuvute tufanye hiyo kazi. Ananiambia yani iwe mvua iwe jua, yani leo lazima hii kazi ifanyike. Unajua nilikaa
huyu msichana akawa ananitumia maneno ya maandiko. Ananiambia, naomba usome. Soma tu haya maandiko. Soma, rudia. Kuna vitabu vya Zaburi akawa ananitumia. Wewe soma tu. Soma tu. Basi nikawa navisoma. Imefika saa 10. Bosi akaja nyumbani kwangu. Akanikuta na mimi kweli nikaigiza, yani niko hoi, yani ninaumwa hapo, nimefikinya macho, niko yani anaona naumwa. Nikamwambia hata kuinuka siwezi. Umekunywa nini? Nikamwambia nimekunywa dawa. Hii ni malaria. Akaniambia, Meshak, naikumbuka isiku ananitazama usoni, ananiambia, Meshak, wewe ni rafiki yangu, wewe ni ndugu yangu, naomba twende. Nikamwambia, bosi, unaniona hali yangu, hata kunyanyua mguu siwezi. Akaniambia, nawapigia watu simu, tutasaidiana, tutafika. Naomba twende tukafanye kazi, Meshak. Yaani unajua mimi mwenyewe najiuliza, kwa nini leo? Sasa mimi sikumwambia kwa nini leo, kwani siwe siku nyingine. Mimi nikanaambia siko sawa, sijisikii vizuri, siko sawa. Alikasirika. Akaniambia, acha habari zako Meshak, unanisikia? Tumetoka mbali sana, tumefanya vitu vingi sana Meshak. Yani uwezi ukanidisappoint katika dakika hizi, ni kitu ambacho hakiwezekani Meshak, lazima tutoke hapa. Akachange na sauti kabisa. Nikamwambia, boss, sio kwamba nashindwa. Unajua nimekuwa nikifanya hivyo mara zote. Kwa nini leo unajisikia hivi? Najiuliza hata kuna kitu gani, kwa nini najisikia hivi? Najisikia kama nataka kufa. Akanambia, Maisha tunaenda hivi. Unajua alimuita mshikaji mmoja eti tusaidizane, yani anisaidie kama mimi nashindwa, anisaidie hata kama ni kunibeba, kunipeleka kwenye gari. Nikasema huu mtego. Sasa na mimi ndio unaona hiki sio kitu cha kawaida. Wewe unaijua hiyo? Yani mtu anaweza kukulazimisha hivyo. Eti yani kwamba hamna shida, tutafika mahali, tutakapofika kule, maana sehemu ambayo tunaenda ina maana lazima tupande gari tufike kwenye hiyo sehemu ya kufanya hiyo shughuli. Ndio ananiambeje, yani yuko mtu ambaye atahakikisha mimi niko safe. Nikamwambia, bosi, sije kukatalia kitu hata siku moja. Unajua, kwa leo hapana. Kwa leo sitaweza. Naomba tupange siku nyingine. Na mimi nikawa mkali, nikatoa macho. Naomba tupange siku nyingine. Akaniambia, wewe ukanifanyia hivyo. Nikamwambia, naomba tupange siku nyingine. Akampigia simu mganga. Mganga akanipa, nikaongea naye. Akaniambia, Meshak, mbona mimi sioni kama una ugonjwa wote unakusumbua? Nini ni shida? Njoo huku. Kuna dawa nitakupa, utakaa sawa. Njoo. Hii kazi lazima tufanye leo. Nikamwambia, nimeshamwambia bosi, sijawahi kumkatalia jambo. Kwa leo mtanisamehe, siko sawa. Naumwa sana. Bosi akaniambia, tuende kupeleka hospitali. Unaumwa, ingia kwenye gari basi, nikupeleka hospitali. Nikamwambia, dawa hizi ameniambia daktari nikitumia atakaa sawa. Sisikii hata raha kutumia moshi, kusikia moshi wa gari, na sitajisikia vibaya zaidi. Akaniambia, Meshak, twende hospitali. Tuache wao mengine yote, ingia kwenye gari. Akamwambia mshikaji, msaidie. Twende kwenye gari. Twende hospitali. Maisha yake anasema, nataka nikwambie kuna mengi katika maisha yangu na yakumbuka. Ila hiki ninachokueleza nakikumbuka sana. Hata nikikaa nikitulia, nikitafakari, mwili wangu unasisimka. Yani ninapata mpaka vipele vya kusisimka.
kwamba nini hasa kilitokea hapa kwenye maisha yangu. Dakika zangu zimesogea sana. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Leo tumekuwa na dakika chache, nilichelewa kidogo, but kesho tutaendelea mbele zaidi. Asante kunisikiliza na usiku mwema.